ya Moyo Mtakatifu wa Yesu Karabawango Parish. Chukue fursa hii tena nimkaribishe Padri Jacob ambaye ni mzaliwa wa parokia hii na ambaye ni mmoja wale waliosoma pamoja na Michael mkono wa buriani, mmoja ambaye mlisoma naye katika maisha yetu. Wanafamilia, mjipe moyo kupitia ibada hii. Basi Mungu awatie moyo, Mungu aendelee kusimama pamoja nanyi katika maisha yenu, awatie nguvu kwa kumpoteza mmoja wenu. Naswa familia changa ya Michael, Mungu awe pamoja nanyi, Mungu atembee pamoja nanyi. Hivyo basi siku ya leo tunapotoa ibada hii ya kumpea mkono wa buriani Michael, basi tuiombee roho yake na tumuombe Mungu aweze kuipokea mahali pema peponi. Na kwa sababu siku ya leo hatuna ibada ya misa, basi tutampea mazishi ya Mkristo, kwa maana yeye alikuwa amebatizwa, alikuwa ameishi vizuri. Basi tumuombe Mungu na tuombe familia yake na watu wote wa familia. Hivyo basi nitaomba kwa unyenyekevu wale ambao tumekaa chini tuweze kusimama ili tuweze kuanza ibada yetu ya kumpea mkono wa buriani ndugu yetu Michael. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Asiwe rohoni mwako. Na kwa maana sisi ni wenye dhambi mbele zake Mwenyezi Mungu, basi tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu. Na muungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Tunakuomba utuonyeshe nguvu ya wema wako mkuu, ili tunapolilia huyu ndugu yetu Michael ambaye amechukuliwa ghafla na mauti, tumaini kwa hakika kuwa amefika kwenye ushirika nawe, kaweze kumpea nafasi ya kufurahi pamoja nawe. Wakuomba Mungu kwa unyenyekevu, ukapee familia yake nguvu
ili wakaweze kuchukua na kukubali yale yote yametendeka katika familia yao kuwa yametokana nawe. Nasi siku ya leo tunapompea mkono wa buriani, Mungu Mwenyezi ukatutie nguvu ili tukaweze pia sisi kuhesabu siku zetu na kuishi inavyopaswa. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Amina. Ilungu cha nana usawa 14 inawa miongwele na itatu. Nondo onde alama tongwewe ni beba. Wangai asunde ana mangai. Nondo maya osa beba wa ukombo enge. Uwatae uya. Ende ni mwosie beba wa utuwa ana. Kondo wau nitwika ila ujasia nau asa. Ulabeba mwene ukusia bamwenda mabeba maito kana idie twesiana siangai na eriwa twesiana twe atiwa mangai na atiwa bamwenda Kristo eriwa niwo kanani tukana mawa bamwe nake ni kana tutone na wo kutaiwa bamwe nake nondo nitala madina ma elindaye mataile uwana nwana udeu mutisu ula tukawana nwa idie nondo siomba sionde isia muno itetela ana mangai mona nwe nondo siombe isumbe kitwene wanangiko na ti kwenda kwasio ende ni kondo wa ula utuye idie we kwatione Nikwile wasiumbe nasio ikalawa kuma ukombone wa wanangiko kulika udasione wa utaye wa siana siangai nondo netwesekana siumbe sionde iluma na kwaona newo vamwena kuvika onayu nati ouwoka ende idie na itu alatwe na mosia omambe mabeba ona itu ene itu luma dene wa itu tuchetela kutua ana na kwa ne wako sio wambe ya itu ndeto ya ngai Tumonge ngai mubea. Saburi ya kuitikizana. Bwana ni mwanga wangu na wokovu wangu. 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 Kwa njia ya kuimba. Bwana ni mwanga wangu na wokovu wangu. Ni mwanga wangu na wokovu wangu. Ni mwanga wangu
tangu mwanzo wa dunia. La Injili takatifu ilivyoandikwa na Mtakatifu Mathayo. Tunasoma Injili ya Mtakatifu Mathayo sura yake ya 25 aya 31 hadi aya ya 46. Matthew chapter 25 verse 31 to 46. Hapo atakapokuja Mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika na watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti chake cha utukufu wake, na mataifa yote yatakusanyika mbele zake, naye atawabagua kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi. Atawaweka kondoo katika mkono wake wa kulia na mbuzi mkono wake wa kushoto. Kisha mfalme atawaambia wale walioko katika mkono wake wa kulia, Njooni mliobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Kwa maana nilikuwa na njaa, mkanipa chakula; nilikuwa na kiu, mkaninywesha; nilikuwa mgeni, mkanikaribisha; nilikuwa uchi, mkanifika; nilikuwa mgonjwa, mkaja kunitazama; nilikuwa kifungoni, mkaninjia. Ndipo wenye haki watakapomjibu wakisema, Bwana, ni lini tukakulisha, au ukiwa na kiu tukakunywesha? Tena ni lini tulipokuona ukiwa mgeni tukakukaribisha, au ukiwa uchi tukakuvika? Ni lini tena tulipokuona ukiwa mgonjwa, aliowekewa tayari Ibilisi na malaika zake? Kwa maana nilikuwa na njaa, msinipe chakula; nilikuwa na kiu, msininyweshe; nilikuwa mgeni, msinikaribishe; nilikuwa uchi, msinifike; nilikuwa mgonjwa na kifungoni, msije kunitazama. Ndipo hao pia watajibu wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona wewe ukiwa na njaa, au ukiwa na kiu, au ukiwa mgeni, au ukiwa uchi, au ukiwa mgonjwa, au ukiwa kifungoni, tusikuhudumie? Naye atawajibu akisema, Amini nawaambia, kadiri msipomtendea mmojawapo wa hao walio wadogo, hamkunitendea mimi. Na hao watakwenda zao kuingia katika adhabu ya milele, bali wenye haki watakwenda katika uzima wa milele. Injili ya Bwana. Sifa kwako, Ee Kristo. Maisha ya mwanadamu kuna sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni ya kuwa hapa duniani,
kuzaliwa, kukua, kusoma, kufanya mambo yote, lakini bado tu tukiwa hapa duniani. Hiyo ni sehemu ya kwanza ya maisha ya mwanadamu. Na maisha ya pili ni ya kuunganika pamoja na Mungu katika maisha ya milele. Sisi ambao tuko hapa siku ya leo tuko katika sehemu ya kwanza, maisha ya hapa duniani, lakini Michael ako katika sehemu ya pili ya maisha yake ya kuishi pamoja na Mungu. Na hivyo basi siku ya leo tumepewa nafasi na Mungu ili sisi tuje hapa tusikilize neno la Mungu, tujiandae vema kwa maisha ama sehemu ya pili ya maisha inayokuja. Ndio maana katika somo la kwanza tumeambiwa kwamba sisi sote ni watoto wa Mungu. We are all citizens of heaven. Sisi ni raia wa mbinguni. Na tukiwa raia wa mbinguni, katika sehemu ya kwanza ya maisha ya hapa duniani, basi tunatafuta nafasi ya kuingia katika mji wa mbinguni, Yerusalemu mpya. Na hiyo Yerusalemu mpya, kila mmoja wetu amealikwa, kila mmoja wetu amepewa mwaliko wa kuingia huko. Hakuna kutafuta green card, hakuna kwenda kujaza mambo ya visa. Kila mmoja wetu visa yake imelipwa. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi tukiwa hapa duniani, sehemu ya kwanza ya maisha ya hapa duniani ni kujaza mbonga point, ni kuweka point kwa ile kandi, kama tutaweza kuingia katika mji wa mbinguni. Na tunaweza pia kutoa point kutoka kwa ile kandi ambayo tumepewa ya kuingia mji wa mbinguni. Kwa maana kila mmoja wetu ameitwa na Mungu awe mtoto wake, awe mwenyeji wa mbingu mpya, awe mwenyeji wa Yerusalemu, Yerusalemu mpya. Kwa hivyo kila mtu hapa akiwa hapa duniani anao uwezo wa kuingia katika maisha ya mbinguni. Bora tu tutafute utakatifu tukiwa hapa chini. Katika Injili tumeambiwa vizuri kwamba wakati mwana wa mtu atakaporudi, atagawanya watu kwa vikundi viwili. Kikundi cha kwanza ni kile ambacho kitakaa upande wa kushoto. Hao wanafananishwa na mbuzi. Wale watakao kaa upande wa kulia nao wafananishwa na kondoo. Kwa nini Kristo akachagua mfano wa mbuzi na kondoo? Lakini nadhani alichagua kondoo kwa sababu yeye anaitwa mwana kondoo. Ama alichagua wale watakao upande wa kulia kwa sababu hao kondoo wanakuwa ni watu ni wanyama ambao ni watulivu. Na ukitaka kujua kondoo ni mtulivu, ukiwa na kondoo wengi wanatembea, nenda siku moja uweke mti pale mbele yao, wa kwanza aruke, wa pili aruke, uondoe ule mti, hao wengine wote wanakuja wakiruka. Kwa hivyo kondoo ni watu wa kutii amri. Kwa hivyo wale watakao kaa upande wa kulia, hao ni wale ambao watatii maagizo ya Mungu wakiwa sehemu ya kwanza ya maisha hapa duniani.
mbuzi nao sijui kwa nini Kristo akachagua mbuzi, ni kwa sababu mbuzi wanapiga kelele. Hao ni wale tu ambao wanalalamika hapa na pale wakiwa hapa duniani. Sehemu ya kwanza ya maisha. Kila wakati mtu anapiga kelele. Kila wakati mtu anasema, "Oh, sijapewa hiki. Oh, sijapewa kile." Hao ni watu ambao hawajatosheka hawakiwa hapa duniani. Hao watakaa upande wa kushoto. Na Kristo akaendelea kutufunza na kutuambia kwamba wale ambao watakuwa wamefanya matendo ya huruma, basi hao nao watapewa nafasi ya kuingia mbinguni. Wale watakao kuwa wametii amri ya Mungu akiwa hapa duniani, hao watapewa nafasi ya kuingia mbinguni. Hao ndio wale ambao wanaona mtu anajaa, wanampea chakula, ana kiu, wanampea maji, hana nguo, wanamfika nguo, ni mgonjwa, wanaenda kumtazama, ako katika jela, wanaenda kumuona. Kuna matendo ya huruma ya aina mbili. Kuna matendo ya huruma ya roho, kuna matendo ya huruma ya mwili. Wale Wakristo wa Katoliki ambao walisoma dini vizuri wanajua hayo yote, na yote yanakuwa saba. Matendo ya huruma ya roho ni 7, matendo ya huruma ya mwili ni 7, na ya mwisho ya mwili, tendo la huruma la mwisho la mwili, wale ambao ni Wakristo wa Katoliki ni gani? Benaze zinajua wewe ni Mkristo Mkatoliki. Tendo la 7 la mwisho la mwili ni gani? Wacha tuone wale wa Katoliki ambao sio badia. Ya 7 ya mwisho ya mwili ni gani? Very good. Kila tunafanya siku ya leo, wale ambao wamefariki tunakuja pamoja ili kuwapea mkono wa buriani, to bury the dead. Na hapo Kristo anatuambia kwamba itafika wakati na hao ambao walikuwa wanatii watamuuliza Kristo, ni lini tulikuona ukiwa uchi tukakupiga nguo? Ni lini tulikuona ukiwa na njaa tukakupea chakula? Naye Kristo atawaambia, wakati mliona mmoja wenu, ndugu yenu, dada yenu akiwa na njaa mkampea chakula, ni mimi mlinitendea. Wale wa mfano wa mbuzi, wale wa kupiga kelele, wale ambao hawatosheki, nao wataenda mbele ya Kristo. Kristo atawaambia, mimi nilikuwa mgonjwa, hamkuja kunitazama. Na wao watamuuliza Kristo, tulikuona lini ukiwa mgonjwa? Tukakataa kuja kukutazama ukiwa hospitali. Naye Kristo atawaambia, vile mlivyokataa kwenda kumwona mmoja wenu, yule mdogo kati yenu, wakati alikuwa mgonjwa mkakataa kwenda kumtazama, ni mimi mlikataa kwenda kunitazama. Wakati mmoja wenu alikuwa anaomboleza, alikuwa analia, mkakataa kwenda kumpea jambo la kumtia moyo, ni mimi mwenyewe mlifanya hivyo. Basi Kristo atawaambia wale watakuwa wamekaa upande wake wa kulia, njooni muingie kwenye ufalme ambao ulikuwa umetayarishwa kutoka mwanzo wa kuumbwa kwa ulimwengu. Wale wa kushoto na wao wataambiwa namna gani? Nendeni kwa moto uliotayarishiwa Shetani na malaika wake. Sasa tujifunze jambo hili kutokana na Injili yetu, kwamba kwa wakati mwingi sisi tulisema pale mwanzo katika somo la kwanza kwamba sisi ni raia wa mbinguni. Kutoka mwanzo tuliwekwa upande wa kulia, tuliitwa na Mungu tukawa watu wa kutii. Lakini mara nyingi tunapoishi hapa duniani
tunachagua sisi wenyewe kutoka upande ule tulioitwa na Kristo, tulioambiwa na Mungu kwamba mkae upande wangu wa kulia. Tunabadilisha pande moja kwenda pande ile nyingine. Tunatoka pande ya wana kondoo tunakuwa wana mbuzi. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo katika maisha yetu binadamu, badala ya kukaa na kutulia kuwa wana kondoo, mara nyingi huwa tunarukaruka. Leo niko pande ya wana kondoo, kesho niko pande ya wana mbuzi. Leo mimi ni wakufuata amri, kesho ni mimi napiga kelele. Kristo anatuita siku ya leo tukae ule upande ambao tuliitwa mara ya kwanza, ama tuliwekwa mara ya kwanza kuwa wana kondoo, watu wa kutii, kwa maana sisi ni watoto wa Mungu. We are children of God. Kwa hivyo tukae muda wote wa hapa duniani bado tukiwa watoto wa Mungu, bado tukiwa watiifu kwa neno la Mungu, kwa amri za Mungu, na tusibadilishe kutoka kuwa wana kondoo na kwenda kuwa wana mbuzi, kwa maana Kristo anaweza kuja wakati wowote. Kuna wimbo ambao unaimbwa, parapanda parapanda Italia, parapanda we nawe baba, parapanda Italia, parapanda we nawe dada, parapanda Italia, parapanda we. Siku hiyo parapanda itakapolia, wewe utakuwa upande gani? Bado utakuwa umekaa tu ule upande ambao Mungu alikuita. When the trumpet will be blown, on which side will you be? Will you be on the side of the lamb, or will you be on the side of the goat? Utakuwa upande wa wanakondoo ama utakuwa upande wa wanambuzi? Kwa sababu parapanda lazima italia. Ya Michael imelia, yetu mbando haijalia. Tumepewa muda na Mungu. Ndio maana maandiko matakatifu yanatuambia kwamba Mungu hapendezwi na kifo cha mwenye dhambi. Kwa hivyo sisi ambao sote tuko leo hapa siku ya leo, sisi ni wenye dhambi. Sio mimi nimesema. Ni neno la Mungu limesema. Hata Baba ni mwenye dhambi. Hapana wewe. Lakini kwa vile niko hai bado Mungu amenipea nafasi, amenipea muda wa kutubu. Kwa hivyo mimi bado ni mwenye dhambi. Kutoka upande huu na kwenda upande ule mwingine, kuruka upande wa kuwa mwana kondoo na kuruka upande wa kuwa mwana mbuzi. Lakini pia nimepewa uwezo na Mungu pia wa kubadilisha upande, nitoke upande wa mbuzi niingie upande wa wana kondoo. Kama parapanda mbando haijalia, tufanye uamuzi wa kukaa upande wa wana kondoo. Ndio ile siku ambayo parapanda yetu italia, itapigwa, tuweze kupata nafasi ya kuishi na Mungu. Zaburi ametuambia kwamba Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. Tusibadilike katika maisha yetu, lakini tukae tu upande ule Mungu aliyotuita mara ya kwanza,
na kutufanya watoto wake. Let us maintain the position of our life as Christians. Kama Wakristo bado tukae tu upande wa kuwa Wakristo, lakini tusiruke upande mwingine wa kuwa wanamuzi. Acha nimalizie na hadithi hii. Siku moja kulikuwa na vijana wawili, na hawa vijana walikuwa wamependana sana. Basi wakapanga safari ya kutoka kijijini kwao waende kwa ule mji ulikuwa karibu, ile town ilikuwa karibu, waende vijana wakachukua bodaboda wakapanda. Mmoja akasema, leo ni mimi nitakubeba, tukienda tukirudi utafanya nini? Yule aliyekuwa dereva wakienda kuvijijali akapanda pikipiki akagurumisha na akaambia rafiki yake, sasa bwana twende naye. Walipoenda kama kilomita 5, yule aliyekuwa driver akamwambia, ai, na kuna baridi, kuna upepo mkali. Akaambiwa na rafiki yake, kwa sababu wewe ndiye unayeendesha pikipiki, wacha tufanye hivi, ile jacket ambayo umevaa badilisha. Na wakakubaliana, akabadilisha, akafungwa na rafiki yake, na wakaendelea na safari. Baada ya kwenda kilomita kama 10 wakapata ajali kwa barabara. Walipopata ajali kwa barabara, yule aliyekuwa dereva akaumia sana. Yule rafiki yake hakuumia sana, lakini alikuwa tuna maumivu kidogo kidogo, na watu wakaenda kuwasaidia. Walipoenda kuwasaidia, wakaona huyu mwenye alikuwa amebebwa huyu hata hajaumia sana. Kwa hivyo wakaambiana, yule aliyekuwa dereva kwanza tumkimbize hospitali. Lakini kijana mmoja akasema kwa umati, na huyu mwenye alikuwa dereva ameumia zaidi, kwanza tumpee first aid ndio aweza kufika wapi? Hospitali. Na first aid ilikuwa gani? Sasa wakaangalia, wakaona huyu vile walianguka walipopata ajali, shingo yake iligeuka. Kwa sababu kwani mtu akivaa nguo si baada inafikia ndio kichwa inaangalia. Na alivaa ikiwa imeangalia pande ya nyuma. Basi wakasema first aid ni kwamba tugeuze hii kichwa iangalie sawa sawa vile inafaa kuangalia. Wewe. Wakaita wale vijana walikuwa na nguvu, wakaamua mshike. Na huyo mwingine mwenye nguvu nawe pindua kichwa. Basi yule aliyekuwa dereva akakufa hivyo, kwa sababu ya kuvaa jacket vibaya. Wakristo wapenzi, tuvae vazi la Ukristo vizuri, kwa sababu tunaweza kupata ajali na watu waje kutusaidia. First aid ya kwanza ni kugeuza shingo iangalie vizuri. Kama wewe ni Mkristo, ishi Ukristo wako vyema. Usiwe leo ni Mkristo, kesho sio Mkristo, unakaa kigeugeu, kinyonga. Najua kinyonga? Kinyonga akipitia hapa anakuwa green, huwezi mjua kama ana kinyonga hapa. Akifika pale kwa ile njiwa pande, anachukua hiyo rangi ya njiwe. Akipanda hapa juu ya hii hema anakuwa white. Akienda mahali watu ambao wamevaa nguo za red, na yeye anakuwa tuache kuwa vinyonga, vigeugeu katika maisha yetu. Tuwe Wakristo na tusimame wima katika Ukristo wetu. Na sikuambii ukuwe Mkatoliki ndio ukuwe Mkristo.
Lakini mahali upo kwa Ukristo, tafadhali kuwa Mkristo. Kama uko kwa ACK, kuwa Mkristo wa ACK. Linda imani yako. Kwani kuna mahali Wakristo wa ACK wanaambiwa mtusi wale wengine ambao si wa ACK? Ama nyinyi wa Katoliki kuna mahali mnasikia tukiwaambia fadha, nyinyi mkienda kule ambao hakuna Wakristo wa Katoliki muwachape. Ama fadha mnaambia Wakristo hivyo. Kwa hivyo wewe kama ni Mkristo Mkatoliki, kuwa Mkristo Mkatoliki mzuri. Ukipata mtu anafanya mabaya unamkanya. Na wewe ukiwa Mkristo Mkatoliki, wacha kwenda kwa ushirikina. Msifu Yesu Kristo. Na unapokea mwili wa Kristo, wacha kwenda ukisengenya wengine. Wacha kusimama kwa barabara ukiangalia vile wengine wamevaa nguo. Unaona vile amevaa nguo, analinga. Wacha kuiba. Unaona vile analinga, wacha tuone mahali ataenda, atafika wapi, kwani ni wewe unafikishana. Mkristo, wacha kutuconfuse. Najua kuna wengine wanaconfuse wengine. Watu wanashindwa huyu ni Mkristo ama si Mkristo. Kwa sababu mahali wanakukuta wanajaribu kuangalia Ukristo unakosa. Najua pia mimi kuna mahali mnaweza kunikuta nikiwa fadha mwanze kuuliza, "Na huyu kweli ni fadha? Huyu ni fadha kweli?" Kwani mnacheka, kwani kuna mahali mniona? Niliokoka mwaka wa 19 oka mande. Lakini mahali nimekuta hata wokovu hakuna. Kama wewe ni Mkristo, kuwa Mkristo. Na pia naambianga Wakristo wale ambao wanahubiria, kama wewe sio Mkristo, wewe ni mchawi, toka na ilito yako, sio ombe tukuone nazo, tukuibe wewe ni mchawi. Sawa sawa? Kama wewe ni mshirikina, toka na vitu zako zote za ushirikina, tukujue. Wacha kutuconfuse. Tukikutana na wewe na huko njiani tunakusalimia, Bwana Yesu asifiwe, na umetoka kuua watu. Ama tukiwa nawe kanisani mpaka na kusongea kwa kiti na uko na vizito zako kwa nini? Kwa ngono. Unakaa na mtu ako na vizito. Kama wewe ni Mkristo, kuja kanisani ukiwa safi. Acha kutuletea nuks kwa kanisa. Hata tukiomba maombi yetu Mungu hata hawezi sikia kumkujiwe, na wewe umekuja na vitu zako umeweka hapo, unatufunga. Tuingilia sana. Mimi si waingili. Mimi naongea neno ya Mungu. Very good. Kwa hivyo kama umeguswa na mna hiyo, kama uko nayo tuletee hapa tuchome. Mimi si wapangi wetu tuchome. Kwani iko nini? Kwa hivyo mnikubali mimi ni Mkristo. Na aliyemuita basi amhurumie na mpe nafasi ya kuishi pamoja naye. Na tuombee familia yake. Tuulize Mungu aweze kuwabariki. Ambariki bibi yake yule ambaye ameachwa na majukumu ya familia. Mungu aweze kusimama na wao. Mungu aweze kuwabariki wale ambao wameitwa pamoja na Michael wa familia yake. Waendelee kuishi vizuri, waendelee kumwombea, na sisi sote kwa ibada hii tuombee roho ya Michael. Mahali Mungu alimuita basi aweze kupumzika na pamoja naye, aweze kurithi ufalme wa mbinguni, aweze kufurahi pamoja na Mungu katika maisha yake. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu milele. Bwana tunakuomba utusikie. Tusali kwa ajili ya wale wote wanaoteswa, ili wasifikiri hata mara moja kwamba wameachwa na Mungu.
Bwana twakuomba utusikie. Bwana twakuomba utusikie. Sala zingine ya undu tutona kwika twiba ungu aswa twikuboya igete kilima kutunenge bina taloni kita mwikio utunenge ukumba uyo bangai wa itune na utunenge wiwa kuthukuma wia waku twenda kunenga ni atabanya ombe mandeto ya kumbe wa kungai wa itune mwe ino wa metia na wa mabatama utanu maingi Kristo yuni twakuboya kanoka masubie yoba noka matwike kumana na mitio yombe ya mumaiba na itwala watwikie taete kilita Kristo mamba yaku twikuboya tunenge bina wako subia mikio yitumuyai twikatike mako yumba ona mako lulu techwani maundu mandino twiboya Kristo tuungamie na ututwike ngali wa Israeli na utwakia ukuta mulumu yoba ngai musumbi na nikanakila ibinda yonde tukenda na bina wako tinika nyumbani yako tuyulwani kuboya nikondo wa family ya maiko ngai wa ituni mwana wangai nuna tunoni ya Simon wa kuleni ya ikuteresya kukuangelanyo musumili to akwita nikanoka munmande andu maili tema kuteresya ibindani nyewe inacheva tunaona Veronica akikubangula mezo muyuti ya Kristo musumbi tuikuboya ngai wa ituni umumande andu aseo na ailu makumutika ibinda ilango yake ndole kujoba ila wona kibindu yoba ngai wa itune ndwiba bakubina ndeni kondo akumumuleka na rapida cheni chake mutongo ese na muadhime obomana nyawa maiko mataini maku mekene sana ukimadhima na ndoa ndema family we mwiya yote iwe ngai asa ngai mwana na ngai leva muthe eka walitu twakambe waku mana wa ngai iyo tongia muthe musumbia madhalu maitu nuseola wikete na itu nesuende mwana wa ngai tatu ngai tina kumela twediwe nundu wo wa maiko ngai wa itune yo bane kwetha ne twakwatiwe ne kiuyo na twakweta ngai wa itune twakuya tukwate moko ngai wa itune no kitunenga bina yoba na inde mwana wa ngai no tukiye ko na kwako kwako ngai wa itune mwana wa ngai naye tanombala musiki moko ne mamu ulani wema ne ngai wa matei ne kwetha yoba niwe wa manengie maiko anaye mwendi wa kila mundu nondo nendete kila mundu niguo nakwendete kutoka mawia watu mwana wa ngai indi yoka kanenga ne nyumba yake moko ne maku ngai wa itu wa itune ni watia muka na ni watia siana na ni watia inya wake ni watia kuwe onango make ngai wa itune twakutaiza mwana wa ngai endo kaungame mala maiko ngai wa itune endo kalike ndeni wa muka wake ula watia nake akilika ndeni wa Jehova wa itune sisi ni mwana munini ula wa mina kutiwa ngai yo bendo kamwikie ngo ndandai ni kwiraila mundu wa mina kutiwa satani niwe woza mwana ngai wa itune endo kamukwate kwako ngai wa itune na kumunenga umisyo na kumana ndeto yake ya ngai wa itune ende mwana wa ngai yo wa itune twakweta endo kaungame na mundu mukozi wa mina kutiwa onanda kabike kululute kwa ngai wa itune na hindi asa ni kwita mundu mukane muyo mubudhu yoba wa matei twakureita ngai wa matei endo kabiwa mundu mukozi na kumama ngai wa itune ni watu wana mwana inya na ni watu wana inya na ni watu wana siana na ni watu wana musi akwita kwa ngai wa itune ni kwita ni weta ni wana sitwa nyingi atukana ni ndua na hindi mwana wa ngai kwita atena utani ni kwita ndua na ndua mume wa itete ndua ngai twakureita mwana wa ngai endo kaungame nake nokemunanga umezo nokenenga nya wake bless umezo mwana wa ngai endo kamobe musike ngai wa itu ni ibindane le na hindi yasanga imusumbi yoba twakureita mwana wa ngai tukebwa mundu mukozu numba bala watiwe ne mume ndabike ya kudingite ngai wa itune na hindi mwana wa ngai tuwe na ugo yoba nokubike ya kumukata kwako mwana wa ngai na hindi wa mukata kwako akabike ya kukela nilya na kweza kubike ya kwa yasiana na kutoko mawia wako mwe ayotu iwe tuya nikiseo mwana wa ngai toka ndo wako hiyo kata na kutunga ndia manene kondo seko leo ile leo yoka kuma kioko na kubia sangia dusu bwana wako wanaje mwana wa ngai nyo nenga na msitu moko ni mako nona bikira kwa di mwana wa ngai
Kwenda madhau mikanya kabikie kwa mandini wa mesini iki mwana wangai. Ikenda maida machoka makege ya kwina musubi kibidini chaku. Na mwana tayona kana namba ya mai komako ni mako mwana wangai. Neti alaika na asu makabikie kutini kandini wa ngombe si mwana wangai. Sena siya gani mako ni mako mwana wangai. Na ikune kanda kama ya mwana Yesu Kristo mwana wangai. Kwenda kulama kesi lama kega mandini no subi wa kwenda kwa kumwe utiwe. Mwili wa Kristo wa Kristo. Chumba nyoni chaku mwana wangaito wakandina kuto kiwo zaida na tukiwo tungia mubyani kiri wanwailite. Tinde waku tuinenga nazi yaku ila wadhaniye kana hiri wende waku. Tuinenga nazi kumima yawa moko ni maku. Mabingwe ngo sioni kenda na ito kumamya wandi keda matinikiwe ni bala waku mbi. Tuinenga nazi yawa maiko. Amadhayo maku maitu wala maende tembe mbe waku mwana wangai. Ituneze maiko anaye muzoko miwanzi yaku. Una munengie kibinde kubeya muzoko manzi yaku. Nawabiki yo munengo othi umwailite. Munenga bina pango yake ekuyo betune ayo wake munenga bina. Unidikane ibietei munenga umisi. Wana madhayo rangi metwara ni yo kama bingu yepa. Inde waku tuima yeida ni anapika nino yetei no maekea kilondo ni wonde binda yako ekea izozo wakatwa nenga na anapika nino manenga audio mwana waidite mweyutewe Muumba wetu na mkombozi wa waamini wote, uijalie roho ya marehemu Michael maondoleo ya dhambi zake zote. Kwa maombezi yetu aweze kupata msamaha aliyoutumainia daima. Na tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Tulikakupokea kwa Mungu nikatoe zawadi. Sasa wakati umefika,
kidogo nilicho nacho, kwani Mungu wewe wanijua, siwezi hata kueleza na kusihi sana Baba, unipokee, nigawie na baraka. Baba, tunaleta vipaji kwa kuomba sana, Baba, tunaleta kwa kuomba sana, Baba, tunaleta kwa kuomba sana, pokea. Asante, 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 asante. Baba, tunaleta kwa kuomba sana, pokea. Kuomba sana, pokea. Baba, tunaleta kwa kuomba sana, pokea. Tunasema asante, 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 asante. Kuomba sana, pokea. Tunaleta kwa kuomba sana, pokea. Baba, tunaleta kwa kuomba sana, pokea. Baba, tunasema asante, 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 asante. Tunakuomba utujalie ili sadaka hii imfae mtumishi wako Michael, sadaka ambayo uliitoa ili kuondoa dhambi za ulimwengu mzima, na tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Na sasa tukifuata mafundisho yake Mungu, tunadhubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, bali maovuni. Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme wako na nguvu na utukufu na milele. Yesu Kristo uliyewaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu na wapa, usitazame dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala milele na milele. Amina. Iwe daima nani na iwe rohoni mwako. Mpeane amani. Dhambi za ulimwengu, heri yao walialikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Bwana, sistahili niingie kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona. Mwembe wako mnyumbo ya witikilo Yesu Kristo mwokozi wakwa netikila uliwe bado talene wengai wakwa ni waisiala makakwe kwatia naikale akufika itume kwaku
na unyene na kwikwatia kanokeane siotia nola watiane na icho waise kana nane wa mwe waku na ndakame akubandi ngatona kufika kwake tune na kuona tene na tene ili mtu auraye asife. Imfanye mtumishi wako Michael, yeye aliyeishi maisha ya Ukristo, aweze kupata huruma ya Kristo. Umjalie ili apate kuingia katika ushirika naye pamoja na watakatifu wako. Na tunaomba hayo kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Muumba wetu na mkombozi wa waamini wote, uijalie roho ya marehemu Michael maondoleo ya dhambi zake zote. Kwa maombezi yetu aweze kupata msamaha aliyoutumainia daima. Na tunaomba hayo kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Amen. Marina Makristo mambo gelele vina kwa Yesu msiombi mkisi lino itausia kumbile luketikilenda naku onege kaoni wa satani ibinda yako kaumite umarengo denge ukuja waku nine na adema kutenda tena kwa kuile mwe usumbi wako uke kwenda kwa kuile ande taituni na tunaingia mwene mpatikani na utuekea mabicho maitu utamtumaike alama tulijasia na nitatueketwe mwema watatu ili utongwesio tunyalukuno twike ngeni Maria usoelasi ya mwiye naku wimwadime kwa kaonde na Yesu usiaolengula kumimwadime Maria mlenya wangai utubole ija vitanya ibine ibinda kwa kuito twike Otondo wa ibe we you no keda mwaminda onde atine atino twike Otondo wa ibe we you no keda mwaminda onde atine atino twike Tena atino twike. Leo tunamsindikiza ndugu yetu Mike katika safari yake ya mwisho hapa duniani. Mungu alimpa maisha ya duniani na sasa amemwita hili ampe maisha mbinguni yasiyo na mwisho.
Mwili wake tunaweka ardhini kama mbegu ya mwili uliotukuka, na roho yake ingie katika raha milele. Tunakuomba Bwana, mpokee ndugu yetu katika uzima wa milele na utawala wako, apate furaha isiyo na mwisho na kukaa miongoni mwa watakatifu wote milele na milele. Amen. Ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, samehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Sasa tumpeleke ndugu yetu makaburini, watumai kuwa siku moja tutakutana naye katika uzima mpya. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Twendeni na amani kumpenda na kumtumikia Mungu katika maisha yetu. Ibada yetu ya kumpea mkono wa buriani ndugu yetu Michael imefika mwisho. MC ni asia kiu kibindi ni chafika mwiso cha misa na yutu enda ulika kibindi ni kingi kinini kila ni cha kusoma wali wa mudotia na netukulia Madam Penesa kuja karibu. Was born on 19th March 1984 at Kanyarkwat village in West Pokot County. He was son to the late Dominic Musili and Grace Kamene Musili. He was brother to Anthony Ndonye, Boniface Kilopumi, Joseph Musumbi, Angeline Siowai, and Anzisa. Brother-in-law to Francisca Kavesa, Christine Mwekali, Elizabeth Saumbwire, and Julius Mulandi. He was uncle to Lodis Vanessa Kamene, Alpha Musili, Jason Mwasa, Meshak Musili, Shadrach Kilokumi, Celestine Kamene, Lawrence Musili, Grace Lauren Mutanu, Arabella Havi, and Lisa Amara, and Kitui TTC. Marriage. Kiilu Musili married the loves of his life, Charity Muthoni Kanjiru and Dolly Karendi. Their marriage was blessed with 4 children, namely Lynn Gaki Kiilu, Lamek Musili Kiilu, Levin Muthomi, and Lior Amil Musili Michael. Christian life. The late Michael Kiilu Musili was baptized in the year 1984 at CCM Kolongolo Prayer House, Kitale Diocese in Trans Nzoia County. He was confirmed on 7th January 1996 at Karaba Wango Parish. He has been an active Christian and member until his demise. The late Michael Kiilu Musili has been in self-employment in Nairobi and Chuka until his demise. The late Michael Kiilu Musili lived a good life until on Friday, April 2025 at 3:30 a.m. where he met his untimely death through a fatal road accident along Mwea-Thiba Mutithi Road near Research, Kandongo Junction. May the Almighty Lord rest his soul in eternal peace. Amen. Esa kwa imundu kwenda utaona. Esa. Yo. Mabinaombe. Tribute ya Charity. Tribute to Baba Lamek. It's hard to believe you are gone so suddenly. So unexpectedly, you were taken too soon. You will always be remembered as a loving father to our 3 children, namely Lynn,
Lamech, and Levi. Your presence in their lives, your laughter, your strength, and your guidance meant the world to them. Though you are no longer with us, your spirit lives on in them, and in all the memories we shared as a family. May you rest in eternal peace until we meet again. Children, son Lamech. Dear Dad, our father didn't tell us how to live. He lived and let us watch him do it. Dad, wherever you are gone, but you will never be forgotten. Our dad was our best friend and the greatest role model. We will always love and miss you, Dad, until we meet again. Daughter, to our lovely dad, dear Dad, you loved me for who I was and accepted me for who I was striving to become. That's strong for a reason. There are strengths. You gave us a sense of protection. Now that you are in an even dad, I know that you will continue to protect me. Thanks for being my dad. I will always love and miss you, Dad, until we meet again. God Church, I'm Ruth Musoma, tribute kwa niaba ya Dobi. To my lovely husband, this is not my best day and it can never be. He left us without goodbye. Everybody knew him as Mike. He was the best in everything. He was a father, a husband, a friend, and a mentor. He was kind, genuine, loving, jovial, and very forgiving. He made peace with everyone. He set the best example in everything. He always called me Mama Leo, my love, unconditionally. Always said, baby, I love you so much. And very proud of, thank you for being my wife. Every day he could tell me so. He was very transparent person, loved education, and wished everybody the best. Encouraged to work hard and benefit from each stroke, our own sweat. He was a very strong person, a pillar of support, strength, hope in our family. Always prayed for us. He was a good communicator, an epitome of love, iconic father to his son Amir, and gave him the very best. Our son is always called out Baba in the house, and the response I'm giving is Baba Nakuja. The gap you have left is really huge, but we are trusting in God to have a way out. In God's hands you rest, in our hearts you remain forever. I love you. Rest in peace, in perfect eternal peace, baby. Amen. Thanks. Ilapo iwa kuipungi wani David Mutua. Atongo yonde, ikonyo yonde, chief, na atongo yonde mandueno, ya mwende. Nengu mukedia, eka maito, maini museo, na mali ndaonde, yitunde njita wanda vitimucho wa muto wa kibinda, na mwene kuti mwanasa, newa netunge mubea ambewa nana mbotonga mubea nengu neno ndeko ile ila ndene la kunena ziulo mwana kwa ni mwana wapa ndio ile ni mwana asa iko maendete jona na meza mapa na kulethi kwa mwana uzupe kibatukanyo mono na andala makibinda onde mabi nena kwa tuni kitumitawo ni mota yakwa nendo ye mota andoite mota abalukande kuelewa kwa kitundu mokinene mono ila nokile na imuti kwa jani na oda simo nenewe simo inokile simo nenewa kiina kia na kia elewa kila kitu miene balukande la mota kitu choke tumite newa nikanone hele kwa nyombe ala mokia kututezesha chadiki cha mwana kuma cha mwana wito kwa ndosonde na kikono tonde cha kuma Meru, Nairobi,
ukamba bonde akisuma nemo konia saluti jumuiya. Thank you so much. Mbele ya kipindi zigwa ikia kiitwe maka ikawa hizi survive ndaingi, lakini mazikwaya nesto tofauti sana amaziko maeza nyumbani na ya kibinda. Kwa hiyo ni mwende ya kibinde sio kwa chama chambo nduki kwa nde alama ikije koko kwa niwa kazi kiki tarudi kwa nyumba ya mbaki kibinda. Tumo togea mubea munene mono atumia ni azan uka hiyo na maitu na onde alama ipete unduwa na ifanya sionde nini tene za wape makundi alama ipete wana bala kwa mbonde wale kutete ke kwa nde onde kama nusu tena wa mtoi wa kibinda aende ndikuya kwa ni maitu ambao waelewa na hiyo lugha timu tumpatie salamu nundwa eduisusia legislation board of dance ni asia yu wiola kwa tia yani walaya sawa na ni asia family ino ni seubitie wake tumikeu tuitangase wa undu tuthibaya tuyo ibaya ibyombe andwala maratona othibaya meti oba ikenda tuthomosie mwendo waitu kwa mina umuthomosie indi twike isezo yuzingize chao limbe na tuzibwa tuyane na tuzikala tuyatuligwa au tuichao tuyatuligwa kwao nitutangasewa mutalatala wale ambao watakao kuwa kisaidia kama Paul Bearers na fahamishwa ni wale marafiki zake walisaidia pale awali. Kwa hivyo hao ndio watakuwa Paul Bearers ili tuweze kupeleka mwili pale, na kama mmevyotangaziwa tukae tukiwa tumetulia, tupatie familia nafasi. Asante. Mimi naitwa Father Peter Mugendi, Parish Priest hapa Karabawango Parish. Basi nataka kumpasha ndugu yangu Padri Jacob naye apeane rambirambi zake kwa familia hii. Karibu Padri. Mwini musio amani ndaonde kwa Kristo wote ni kupandre leo siku nzito kwa kila mmoja, lakini kwa neema Mungu kama kwa neema Mungu kwa kutia nguvu family inaingebina kaibani mwanisa na tunamwekio mwana ya emokoni mamwe ya mwe yetu kiakisie amukupio nego hii na amunenge Mungu ulauma itune. Wageni wetu asante sana kwa kuja kufariji. Asante kwa baba paroko kwa kuitikia kuandamana na jumuiya ya Kristo. Mungu akupe neema za kutosha. Mungu awabariki sana. Naitwa Father Jacob Mwendo, ndugu maakwa Father Peter na Motavia na dida wazazi wake wasikwenda mbinguni aliulize. God is good. Maana hivi kuna yule ambaye atakupepea msalaba pamoja na picha wao watakuwa pale mbele. Basi wale wengine wachukue maua wafuate wale wamebeba msalaba na picha. Kisha wale ambao watakuwa wamebeba mwili watakuwa nyuma yetu, kwa maana sisi tutatoka nyuma. Wale ambao wamebeba maua na msalaba, wale wamebeba jeneza watakuwa nyuma yetu na wafuate na watu wa familia. Na kisha wengine tufuate pale nyuma, kwaya watufuate kwa kuimba pale na tufuate hivyo. Tumeambiwa wale wataweza kufika pale tuketi tu hapo na tufuate tukiwa hapo. Kuna wendo wati wangone sito Elevat Media.
Maamuzi ya Mungu ni magumu kupokea, hili nalo ni gumu japo tumelipokea, lakini hata hivyo utabaki kuwa Mungu, utabaki kuwa Mungu. Ni wewe mwenyewe Mungu uliyeumba ukaruhusu watu toke, mpendo wetu. Bwana, jina lako litukuzwe, libarikiwe milele milele. Twakushukuru kwa yote Bwana. Umekuwa mfano bora, mazuri umeyafanya, dira umetuonyesha, japo machozi yatiririka. Tujikaze, hii ni njia kila moja. Tuonane milele, tuonane bandarini kule, tuonane milele, haleluya, tuonane bandarini kule. Kifo popote tulipo kipo, tumombe Mungu atulinde. Hakuna ajuaye muda na saa ya kuondoka, tuliobaki tujilinde, tujitakase, tujitengeneze. Taifa linakulilia, kanisa linakulilia, familia inaomboleza. Penda vita umeimaliza, simanzi zimetawa, umelala kama utamka. Hivi ni kweli umeondoka, umetuacha. Kama machozi yangeweza kukuamsha, leo ungeamka shujaa. Kweli tutaonana Mungu akipenda. Yerusalemu ya Baba, tuonane nyumbani milele Baba, tuonane bandarini kule, tuonane milele kwa Baba Mungu, bandarini kule, uko nyumbani Yerusalemu. Yesu wetu anapotoka bandarini kule. It's been a long day without you, my friend,
And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through, that I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way, from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. First you both go out your way and the vibe is feeling strong. And what's small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken. The love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. Let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go, and every road you take will always lead you home. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Tusitie katika kishawishi, lakini tuokoe maovuni. Amen. Tuombe. Ee Mwenyezi, tunakushukuru kwa uwepo wako kati yetu. Tunakushukuru tena kwa maisha uliyompea Michael akiwa hapa duniani na tukaishi pamoja na yeye. Tunakuomba Mungu Mwenyezi, uendelee kuilaza roho yake uko juu mbinguni, nasi utupee nafasi ya kujirudia katika maisha yetu na kutengeneza urafiki wetu nawe. Tunaomba Mungu Mwenyezi, wale wote ambao walikuwa hapa ya kurudi mahali walikotoka, wapee neema yako na ulinzi wako katika safari zao. Wakati watakapofika mahali wanaenda, waweze kukutukuza na kukusifu katika maishani mwao. Tunakuomba Mungu Mwenyezi, baraka yako na neema yako ziambatane pamoja nasi tunapotoka mahala ya kukutumikia pema. Ukitakaze ili kiwe cha kutupea nafasi ya kutumikia maishani mwetu na kutumikia wengine. Na tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Naomba padri tuwabariki pamoja. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tujeni na amani kumpenda na kumtukuza Mungu. Ibada yetu ya kumpea mkono wa buriani Michael imefika mwisho. Asante. Family members, ni mubenge watu fulani na mtu anaonenga na kwaya kidogo. 7 ya kele
ni za laini wa aume na selling point ya katatu ni laini wa aka. Kwa hivyo tukienda pale kwa sasa soma ikia hii laini, enda mwikie laini baka weka hapa kwa laini, ikija hivi nitende mtimutwa wekeni ya pili ni ya wanaume, ya tatu ni kina mama. Anshas watusaidie.